Kuna mtu alikuwa anaitwa Nikodemo. Hiyo si story. Kama hizi story bana story. Kwa maana hii Yesu kama ni story kwa Biblia, Yesu ananipea revelation ya ile neno. Kuna mtu pale alikuwa anaitwa Nikodemo. Nikodemo wakati alitaka Yesu kujua mambo ya Yesu, alikuwa mmoja wa Wayahudi na alikuwa mmoja wa Farisayo, alikuwa mwalimu wa kufundisha katika dini ya Wayahudi. Lakini kuna wakati ulifika, wakati aliona Yesu akitenda maajabu, akiona Yesu kwenye nabii na ujasiri, kwenye Yesu amesimama na neno, akaamua kukuja kwa Yesu. Na mimi nataka niongee na Nikodemo siku leo, nimwambie kuna hatua ndani ya maisha yako ya kutembea na kwenda kumtafuta Yesu na kukujia Yesu ili ukaweze kujua siri za mbinguni. Nikodemo wakati alienda pale kwa Yesu, alimuuliza, Rabi, nieleze ninaweza fanya aje ili nikaweze kuingia ufalme wa mbinguni? Naona wewe mambo ile unatenda na ishara zile unatenda si za kawaida, ni ishara tofauti na zile ambazo tumefundishwa katika dini yetu ya Kiyahudi ama Mungu katika nyumba ya Israeli. Na Yesu akashangaa sana, akamuuliza, wewe unataka kuniambia wewe ni mzee na umezekea katika dini ya Wayahudi na hujajua maneno haya? Akamwambia, maneno gani haya? Maneno kama haya haujui. Lazima uzaliwe mara ya pili ili ukaweze kuhesabiwa katika ufalme wa mbinguni. Jamaa akastaajabu na akashangaa, mtu mzima mzee kama mimi nitaweza aje kuzaliwa niingie katika tumbo la mamangu tena nikaweza kuzaliwa tena? Jamaa akashangaa sana. Yesu akamwambia, hakika nakwambia, amini ya kuwa usipozaliwa ndani ya maji na Roho hauwezi kuingia katika ufalme. Na mimi nimekuja kuongea katika hapo mahali hapa, nikiongea kwa niaba ya Nikodemo, maana nimeona Nikodemo kutoka last week na sitaona haya jili ya hii Yesu. Nimeona watu wakifundisha neno na wakihubiri neno, lakini neno isiyo na revelation. Nimeangalia katika ulimwengu na katika mataifa na katika bingu, katika sinema na katika video na katika TV, lakini watu hawana revelation ya Yesu. Watu wamebadilisha neno la Yesu, na badala ya kusimama na hilo utakatifu Yesu, wanaleta watu katika mwili. Hakika nawaambia hivi, Nikodemo akaambiwa pale na Yesu, bado tuko katika ile mada, akamwambia na kuambia, mtu kile kilichozaliwa na mwili ni mwili na kile kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hivyo wapendwa Yesu, kama unielewe, ujue wewe ni mtu ambaye umezaliwa na mwili na mwili ni mwili, na mtu wa mwili ni mwili, ataongea kama mtu wa mwili. Na ndio naona wanahubiri jili, wanachukua fasi ya Biblia wanaileta mbele ya wanadamu, wakiwaambia watu kuhusu mambo ya ulimwengu na mambo ya kimwili. Lakini mteule wa Yesu wakati anachukua Injili na kuileta katika picha ya kiroho, wamuelewe, wanasimama kidete wakimpinga. Haleluya, wakimpinga. Kwa maana nini? Kwa maana ni watu wa mwili. Maana mtu wa roho, Biblia inasema nini pale? Inasema mtu wa roho ni wa roho, na yeye ni kama ule upepo unaofuma au kikani mahali unatoka na mahali unaelekea. Kwa maana yeye ni mtu wa roho. Na Yesu pale akiongea pale akamwambiaje? Akamwambia mtu wa roho yeye hapangiwi na kuna mtu anaweza mpanga. Yeye mwenyewe ndio maamuzi yake. Utasikia kifuma na julikani mahali ametoka. Lakini watu wa mwili utaona wakijipenda wenyewe. Na maandiko yanasema nini? Uzuri roho anaongeanga tunafurahia. Anasema na siku za mwisho watu watajipenda. Wana watu wanajipenda kuliko wale wengine. Mtu anajipenda kuliko wale mwingine. Mtu yeye ni mhubiri lakini anajipenda. Hiyo ni roho gani ya kujipenda kuliko wale mwingine? Hii ni roho gani ya kuchukia wale mwingine? Mimi sijahubiri shetani hapa. Sijakuja kusema jina ya shetani ama Freemason, Illuminati. Nimekuja kusema Yesu. Sijakuja kusema dini yoyote hapa. Nimekuja kusema Yesu. Lakini wewe mwanadamu wa mwili na nyama, wasili, unasimama unanipinga mimi nikihubiri neno la Yesu, na ulaniwe. Biblia inasema hivyo, na ulaniwe atakaye simama kinyume na Injili na kuleta injili nyingine isipokuwa ile injili ya Yesu ambayo wateule wanahubiri, na alaniwe. Alaniwe kuanzia sasa. Haleluya. Maana mtu wa mwili ataongea mambo ya mwili. Haleluya. Biblia inasema nini pale Yesu? Yesu akamwambia, kwa maana sisi tunaongea tunayojua. Kwa hivyo wateule wa Yesu wanaongea kile wanajua, na tunashuhudia kile tulichoona ndani ya Yesu. Na nyinyi tukiwashuhudia mnapinga. Biblia inasema pale, hiyo kitabu kiloma pale, nilifurahia sana.
Inasema ni ati tunashuhudia kile tulichoona na tulichosikia, lakini mmekataa. Maana nuru imekuja kwenu na mmekataa nuru, mmekimbilia giza. Giza ni nini? Dini ya wanadamu, dini ya Kristo, dini ya Muislamu, dini ya Buddha. Watu wamekimbilia pale, wakimbilia watu kuzidi ya Kristo maisha hapo ulimwenguni. Hiyo ni ugali, na si ugali kamili. Hiyo ni ugali nataka kuwapea, kwa maana nimeona mifupa mwezana mifupa. Mmezoea maziwa, lakini leo sasa mimi sio mtu wa maziwa. Maziwa yenye mahubiri hapa, hiyo ni miaka 25 imeisha yenye nilipa katika ile maziwa. Na sasa mimi nimekomaa, naendelea kupea. Nataka niwakorogee. Kuna kitu huko kambani tunasitaka kiteke. Kiteke ndio nataka niwakorogee kiteke. Ukule kiteke sio ugali, na sio uji. Nataka niwakorogee kidogo ili mkaweze kukula pole pole, mkikomaa akili na kukomaa katika ukofu. Naona watu wananipiga kwa maana wamezoea kunywa maziwa. Maziwa ni ya watoto ndugu yangu. Maziwa yanatoka, tokeni kwa mama, mkomae katika akili na mkaweze kukomaa katika kiroho ili mkaweze kuwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa maana ufalme wa mbinguni sio kukula na kukunywa. Haleluya. Romans chapter 14 verse 17 inasema hivyo. Lakini kwa maana nyinyi mmezoea maziwa, wacha mkule maziwa. Unaona wahubiri wako na shida sana. Kwa maana nini? Watu naona wakiwa na shida sana. Na hizi kondoo mnaona hapa. Hizi kondoo mnaona hapa. Atakayeporosha mmoja wa kondoo katika ufalme wa mbinguni, wacha nikwambie mhubiri ambao unahubiri jini mali hapa. Wacha nikwambie atakayepotea kwa ajili ya neno lako juu ya upotovu ya ubiri ya uongo ambao mnahubiria watu hapa ya dini. Wacha nikwambie heri ukafungue jiwe la kusaga na kutupa katika bahari. Hiyo si maneno yangu, ni mwenye aliongea Yesu mwenyewe akiongea hivyo. Heri ufungue jiwe la kusaga na kutupa katika bahari. Lakini kwa maana umeporosha hizo kondoo, badala ya kuambia watu reality ya Biblia na ukuambia ukweli ili wakaweze kuweka huru, bado mmekaa katika kimisi ambayo hakikui. Mali pale mko pale. Wacha nimwambie wapendwa Yesu, hii neno la Yesu, wakati Yesu aliniita, alinitoa katika dini na kaniamrisha nitende kulingana na mapenzi yake. Si kutenda kulingana na mapenzi ya mwanadamu. Na sihubiri injili ati unipende ama nipewe kazi. My friend, usinipe kazi kama hii. Usinipe kazi. But reality ya Bible ndio nataja mahali hapa. Kwa maana mimi kuishi kwangu ni Yesu. Kuishi kwangu ni Yesu na kukufa kwangu ni faida. Mimi nikikufa sikuelewa. Na mimi nawaleta mama pale, tuchukue mama mnigonge. Mungu ameleta mwana nani pale, mnigonge. Ndio ijulikane Yesu kwa ndani yangu. Haleluya. Mimi kuishi kwangu ni Yesu na kukufa kwangu ni faida. Kwa hivyo wapenda Yesu, mimi nimekuja kuwatangazia Nikodemo. Nimekuja kutangazia ule mtu wa Ethiopia ambaye anasoma Biblia ya Isaya pale katika kitabu ya Luka, ambaye hajui ufunuo. Lakini mimi Filipo nimekuja mahali hapa ili nikaweze kuonesha njia ya kwenda katika ufalme wa mbinguni. Nimekuja hapa kwa ajili ya Apolo ambaye anahubiri injili ya kale ya dini, ili akaweze kukutana na Paulo na Sila aliye ndani yangu, ili nikamwelekeze kuhusu Yesu, ili akaweze kupata dini na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Si kuja kupembeleza wanadamu, si kuja kutengelea, kwa maana Yesu hapendezi na wanadamu. Kama angependeza na wanadamu angesidia Sodoma na Gomora, lakini wawili watatu walio mahali hapa wataona ufalme wa mbinguni. Mmoja aliye hapa ako na haja na neno la Yesu, hataona ufalme wa mbinguni. Si watu 1200 wote waende Jehanamu. Hiyo ni hasara kubwa sana, kwa maana damu yenu itakuwa juu yangu. Damu yenu itakuwa juu yangu, lakini kwa neno la Yesu hii inabadilisha mambo yote. Isijalishe uliua, isijalishe ulifanya nini. Kama sisi tulikuwa tuliua, kama mkunywa damu ya wanadamu tumekunywa, kama ni ulevi tumelewa, kama ni ushirati tumefanya, kama ni mambo ambayo tumefanya. Lakini Yesu aliyekuwa na kufufuka ametufanya transformation ya kutoka katika dhambi kuwa ndani ya utakatifu, ili tukaweze kuzikwa katika haki. But wanadamu wamezidi kukaa katika dhambi wakitanganyana. Nyinyi mnataka kuhubiriwa injili gani? Mnataka kuhubiriwa injili yake utabarikiwa. Utabarikiwa ukuwa na magari na ukufe wende Jehanamu. Wende Jehanamu. Ukufe na wende Jehanamu. Kuna faida gani? Biblia inasema hivyo. Kuna faida gani umiliki dunia kwa yako? Kuna faida gani umiliki ulimwengu uko wako na ukue na mambo mazuri, lakini mwisho yake Jehanamu inakungojea. Heri ni kuwa maskini na Yesu atukuzwe.
nikae katika kifua ya Ibrahimu. Haleluya! Watu wache mchezo, watu mchezo wako nayo. Mimi naona watu nawaumia sana. Sijaona mhubiri yeyote hapa Kenya ako na revelation ya kuhubiria watu, na sisi tumepata revelation, na sasa we are going to do revolution. This is the revolution of the spiritual revolution ambayo tunafanya. Sio watu wa koroma na kudanganyana hapa. Watu waje kudanganyana bwana. Waje tukae na utakatifu wa Yesu ili tukaweze kuwa haja yake. Na ule anaweza nipenda kwa sababu niongea na kupendeza, asinipende, usinipe chakula leo. Leo usinipe chakula. Waje niongee kweli, usinipe chakula. Mimi usinipe chakula. Na kama wewe unajua maisha yangu ondoa wewe pekee, na mimi acha mimi nikae. Hakuna haja tudanganyane ndugu zangu hapa. Waje tuongee leo. Kondoo hawa hakuna shida mingi sana. Wamama wameteseka na Shetani, na mimi nataka nitangazie Shetani, uchukue wembe umese. Na ama uchukue kama chana. Ili wamama wakaweze kuongolewa. Mama wameteseka sana na wanaume. Mwanaume ana kazi yake, anaita mama, anazalisha watoto na wanawake mbali. Mama hapo. Haleluya. Kwa hiyo wapendwa Yesu, watu wameteseka. Wasikia? Unasikia? Watu wanateseka. Bongo hawezi niamrisha. Ndio ndio anaongea. Na akiongea anaongea. Acha nikwambie. Upige na usipige. Masani baya. Sikiza kwanza. Haina shida. Wacha nikwambie. Petro aligonga na mawe. Yesu mwenyewe alisuluhisha. Na kwa maana nyinyi nimejua ni kisasi cha nyoka na mnataka kusuluhisha neno la Yesu. Heri, wacha nikwambie. Mimi niko tayari kupinga neno. Niko tayari nisimama na ukweli wa Yesu. Kwa maana mmetoa kuniwe. Yeyote atakayesimama, sikiza nikwambie, na wewe unabii natoa. Yeyote atakayesimama na kupinga injili, wacha apinge. Lakini Yesu mwenyewe anajitetea. Kwa maana ule ukweli hamtaki. Mmezoea karongo za upusi na udanganyika. Mmezoea. Wacha niwaambie. Wacha tuombe. Wacha tuombe. Wapinga Kristo, wacha tuombe. Wacha tuombe. Yesu Baba wetu uliye mbinguni, Mesia Baba, nasema ni asante wewe ni mwaminifu. Ujasiri Yesu umenipea, si ufufuo wa ulimwengu Yesu. Neno lako takatifu Yesu Mesia Baba. Wale wanapinga hii neno Yesu wasamehe. Maana wanarusha mawe Kigoma Stefano. Wanasulubisha watumishi wako Yesu. Baba, naomba msamaha ukaweze kuwasamea. Maana hawajui vile wanafanya. Hawajui kile wanatenda. Maana wewe ni mwaminifu Yesu. Baba, nasema kuanzia sasa Yesu, wacha damu yako ikawafurike. Baba Yesu, hatuna hofu, hatuna shaka kwa ajili ya wale wanapinga Yesu. Kwa ajili wale wanasimama kinyume na neno. Yesu nasema wacha ukajulikane Yesu. Maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Jina lako ni lenye nguvu. Jina lako lenye mamlaka Yesu litatawala. Wale walio na mizigo mizito, wale wamebeba mizigo na Shetani, najua Yesu utawabadilisha. Utaweka huru, utawatoa katika ule mzigo. Utaondoa katika damu za ukoo, utawabadilisha nafsi zao Yesu. Utaweka hekima ya ufalme wa mbinguni Yesu. Baba, nasema ni asante, maana ni Mungu mwenye nguvu. Baba, linda siku leo, bariki kasi ya mikono kila mmoja Yesu. Maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Katika utakatifu wako Yesu, Baba, nimesema msamaha wa mbingu ukaweze kushuka. Baba Yesu, tetea kanisa lako takatifu ambalo umejenga ndani ya watoto wako Yesu. Likaweza simama imara, maana wewe ndio ngome imara, wewe ndio mwamba Yesu wa mbinguni. Wacha ukajulikane Yesu. Hatujui Baba Yesu wala saa lako la kurejea, lakini kwa lingana na ishara zako Yesu, tumetambua wewe ni mwaminifu. Baba, umetuwezesha Yesu wa mbinguni. Haleluya. Mfalme wa mbinguni, wacha ukajulikane Yesu. Baba, simama na wale kondoo ambao wamepoteza mawe yao mahali hapa, ambao Yesu anateseka. Yesu, najua roho ya Freemason, roho ya kupinga Kristo, roho ya majini na mashetani ya wanadamu Yesu,
imeshindwa wapinga Kristo ambao wanajiita ni Makristo. Yesu najua wameshindwa na huyu mwamba wako, maana mambo mtakatifu Yesu. Haleluya, haleluya, mfalme wa mbinguni, kwa ushindi na nguvu zako, naomba kuamini. Haleluya. Ule mwanaume apinge hiyo jina.